Ninajua ninaongea na mtu fulani hapo, imani yake inapitia katika changamoto kubwa. Hali yake ya huduma inayumba sana, na kuna uwezekano huduma yake ikafa. Ninaongea na mtu fulani hapo ambaye hali ya familia yake ya kiroho inapitia katika changamoto nzito. Hali ya ibada katika familia imekufa. Mme na mke hawaelewani wala hawapendani tena. Inawezekana watoto pia imekuwa changamoto. Ametumia jitihada zote katika malezi, lakini watoto bado wamekuwa wakaidi. Inawezekana ninaongea na mtu fulani hapo ambaye nguvu za giza zimekuwa zikimsumbua, ambaye kile inapoitwa leo anasumbuliwa. Huyo ndiye ambaye ninapenda abaki hapo mpaka mwisho katika somo la siku hii ya leo, kwa sababu wasilisho hili la kichungaji litaenda kukupa suluhisho la kudumu katika changamoto. Ninakuomba usiwaze kutoka, bali waza kutulia katika Kristo. Somo letu la siku hii ya leo lina kichwa kinachosema mapambano ya kiimani, namna ya kuweza kushinda. Karibu sana. Tuombe. Mungu wangu na Baba wangu wa mbinguni, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye umeruhusu aweze kutazama Godspark TV wakati huu. Ninapoomba kwa ajili ya somo hili, ninaomba pia kwa ajili yake. Uwe nasi sote kwa jina la Yesu. Amina. Paulo anaandika waraka huu kuhusiana na pambano zito la kiimani kwa kanisa la Waefeso. Kanisa la Efeso ni kanisa ambalo lipo katika jiji la Efeso. Jiji la Efeso ni Dar es Salaam ya zamani. Jiji la Efeso ni Nairobi, ni Kampala ya zamani. Kwani jiji hilo lilikuwa lina bandari kubwa kama ilivyo bandari ya Dar na Mombasa. Ni jiji ambalo lilikuwa lina uwanja mkubwa kwa ajili ya maonesho na michezo na mikusanyiko mikubwa ya kitaifa na kimataifa. Uwanja huo ulikuwa na uwezo wa kukusanya watu zaidi ya 21,000 mpaka 25,000 kwa mara moja. Lakini pia ni jiji ambalo lilikuwa lina majengo makubwa ya kifahari na ya kibiashara. Ni majengo ambayo yalikuwa yamefanya jiji lile kuwa jiji changamkeni, lililochangamka sana, kiasi kwamba hata watu kudumu katika imani kwao ilikuwa ni changamoto. Ni jiji ambalo katika upande wa ibada shetani bado alipiga vita. Ni jiji ambalo lilikuwa lina aina nyingi za miungu. Walikuwa wana miungu zaidi ya 20. Lakini pia mungu wao mkuu alikuwa akiitwa Artemi. Huyo ni mungu ambaye alipelekea hata kanisa kuvurugika. Lakini pamoja na kwamba huyu mungu alipelekea kanisa kuvurugika, bado hao miungu wengine walipelekea pia kanisa kupitia katika changamoto nzito. Ndugu yangu na rafiki yangu unayenisikiliza sasa na kunitazama hapo, hali ya mji wa Efeso ambako Paulo aliandika waraka huu inafanana na hali ya miji yetu leo. Kwa namna gani? Leo miji mingi Afrika na ulimwenguni mote ni miji ambayo inachanganyikeni za kila aina. Watu wengi wamekuwa wakitembea na miungu yao na wanaiabudu na wanaitumaini, bila kutambua wala bila kufahamu. Watu wengi wameingia katika kuabudu miungu ya kisasa ambayo imepelekea kuvuruga uhusiano kati yao na Mungu. Miungu hiyo ni pamoja na Mungu internet. Ni mara ngapi umespendi muda wako mwingi kwenye internet kuliko kwa Mungu wako? Watu wengi wamekuwa na Mungu anayeitwa simu. Watu wengi wamekuwa na Mungu anayeitwa sifa. Watu wanatamani kutambuliwa.
the sense of identity. Baada ya kuona mtu kwamba huyu mtu anaonekana hatambuliwi, anatafuta kila namna atambuliwe, bila kujua ya kwamba unachokifanya ni Mungu fulani unayemwabudu, anaitwa Mungu wa sifa. Watu wengi wanamwabudu Mungu kazi bila kutambua. Miungu ya kanisa la Ateni ilikuwa ni miungu zaidi ya 20, lakini hata miungu tunayoiabudu leo pasi na sisi kutambua ni mingi pasipo kuelezeka. Watu wanaabudu Mungu mwili. Wanasema niache ni starehe leo, ni enjoy leo, kesho yaja. Rafiki zangu na ndugu zangu, tuko kwenye mchanganyiko mkubwa kama ilivyokuwa wakati wa kanisa la Efeso. Naomba nikupe habari njema. Wakristo wa kanisa la Efeso walisimama. Kwa sababu Wakristo wa kanisa la Efeso walisimama, hata na wewe ninaomba nikwambie utasimama. 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 Ni kwa namna gani basi utaenda kusimama katika imani? Cha muhimu zaidi, cha kwanza ni muhimu ujue ya kwamba hali yako ya kiimani, rafiki yangu, ni vita. Ni vita. Ni vita. Na ndiyo maana Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, Biblia yangu na yako inasema maelezo yafuatayo: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mkuu, naomba nikwambie rafiki yangu na ndugu yangu unayenisikiliza, unayenitazama pia, vita unayopitia sio ya mme. Tafadhali naomba ufahamu, vita unayopitia sio mke uliye naye wala mme uliye naye. Vita unayopitia sio ni vita ya kazi, sio vita ya pesa, bali ni vita ya kiroho. Ni vita ya kiroho. Paulo alilazimika kuambia hili jambo mapema sana kanisa la Efeso, kwa sababu aliona mapambano yao ya kiimani, kuhusiana na imani yao walionayo, walikuwa wakipambana kimwili, kitu ambacho hakikuwa sawa, bali walipaswa kupambana kiroho, sio kimwili. Rafiki yangu na ndugu yangu, naomba nikwambie, tangu ulipomwamini Kristo, uliufungua ukurasa mpya wa vita. Uliufungua ukurasa mpya wa vita. Shetani anakushambulia kila inapoitwa leo. Ndiyo maana unaona maombi yako hayajibiwi. Ndiyo maana unaona matumaini yako yanakufa. Na ndiyo maana unaona familia inayumba yumba kama machela, haitulii, haina msimamo. Kwa sababu shetani anajua kupitia kukuangusha wewe peke yako mmoja, atawaangusha wengine 10 wanaokutegemea. Nifanye nini basi ili niweze kusimama imara katika Kristo? Nifanye nini mimi? Ufanye nini wewe? Tufanye nini sisi sote ili tuweze kusimama imara katika Kristo? Siri hii nayoenda kuwaambia ni siri ambayo hata mimi imenisaidia. Mimi ninayewaambia sio kwamba mimi niko salama katika vita hii, bali sote tunapambana. Paulo anawaambia ya kwamba katika Waefeso 4 mstari wa 15, tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Kumbe dawa ni kukua hadi kumfikia Kristo. Maisha yangu na maisha yako, kila inapoitwa leo, unapoishi, je, unakuwa kumsogelea Kristo? Unakuwa kumsogelea Yesu? Kama unakuwa sio kwa ajili ya kumsogelea Yesu, ndugu yangu, hali yako ya kiimani tunakuwa tuna wasiwasi nayo. Kuna wengi wanapozidi kukua, wanakuwa kwa ajili ya kusogelea identity, kutambuliwa. Usidhani ya kwamba unakuwa kwa namna hiyo. Hapana, bali unapaswa uone kama unavyokuwa, je, unamsogelea Kristo? Waefeso 6 mstari wa 10.
kabla tujaenda Waefeso 6 mstari wa 10. Unapokuwa karibu na Kristo, nguvu yake inakuwa yako. Waefeso 6 mstari wa 10, Biblia inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Sio nguvu yako wewe binafsi, ni uweza wa nguvu zake. Wewe tu simama, yeye atapigana. Kwambie siri ya mwisho ya vita hii ni hii ifuatayo. Timotheo wa pili 4 mstari wa 7, Paulo anawaambia watu wa Mungu kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Paulo alishinda. Paulo ambaye ni mwanadamu kama mimi na wewe alishinda. Kwa sababu Paulo alishinda, hata na mimi na wewe naomba tuhakikishiwe, ninaomba nikuhakikishie ya kwamba ushindi ni hakika. Rafiki yangu naye nisikiliza, kama upo upande wa Kristo, naomba nikwambie ushindi ni hakika. Ndio maana Warumi 8:37 anasema, katika mambo hayo yote. Mambo yapi? Mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Adui anakupiga leo, lakini Mungu anakutengenezea ushuhuda. Usikate tamaa, usirudi nyuma. Vita hii utaimaliza. Usikate tamaa, usirudi nyuma. Vita hii utaimaliza. Rafiki yangu na ndugu yangu, tunapomaliza somo hili, ninaomba nikuombe ya kwamba mtegemee Mungu. Mtegemee. Kabla hujaondoka katika simu yako, tafadhali naomba utende mambo yafuatayo. Subscribe kwenye channel hii ili siku ya kesho usipitwe na masomo mengi na mazuri ambayo tutayarusha hapa. Lakini pia ninaomba uweze kucomment kwamba nimeelewa au niko katika vita au niko katika mgogoro fulani wa kiroho, ili nijue nitaenda kuomba na nani katika siku ya leo. Lakini pia ninaomba uweze kushare na mtu fulani ambaye anapitia katika shida fulani ya kiroho. Ni mimi wako Luginio J. Swalo. Bwana akubariki.